Katika kipindi cha hivi karibuni, mashambulizi na madai kuhusu jaribio la kumuua rais wa Urusi Vladimir Putin yamekuwa yakizua mjadala mkubwa kijeshi na kisiasa, huku pande mbalimbali za dunia zikitoa maoni na ushahidi tofauti. Ripoti za hivi majuzi zinaonyesha kuwa serikali ya Urusi ilidai kuwa Ukraine ilijaribu kutumia drone au mashambulizi mengine kama sehemu ya mpango wa kumuua Putin au kulenga mali zake, ikiwemo madai kwamba drone ililenga makazi yake ya Novgorod, tukio linalohusishwa na kauli kwamba kulikuwa na shambulio dhidi ya makazi yake. Hata hivyo, taarifa za idadi ya nchini Marekani zilipinga madai hayo na kusema hakuna ushahidi wa uhakika kwamba Ukraine ilihusika kumshambulia Putin moja kwa moja. Mada hii imesababisha msukumo wa kisiasa na baadhi ya wanasiasa wa Urusi kutumia hoja ya tishio hili kuzifanya nchi za magharibi ziwe makini kuhusu kuunga mkono Ukraine. Wakati huo huo, Kiev imekanusha kushiriki katika tukio lote la kumuua Putin na kusema madai haya yanaweza kuwa ni mbinu ya kisiasa au ya propaganda iliyokusudiwa kuchochea mgogoro au kuvuruga mazungumzo ya amani. Kwa upande mwingine, Urusi hivi karibuni ilichukua hatua ya kijeshi kwa kutumia Oreshnik, silaha ya hypersonic yenye uwezo mkubwa wa kusababisha uharibifu kufuatia madai ya tishio hilo. Oreshnik ililenga maeneo ya Ukraine ikiwa ni sehemu ya kile Moscow ilichosema ni hatua ya kulipiza kisasi kwa tukio la mashambulizi yanayodaiwa dhidi ya Putin. Ukraine na washirika wake wa magharibi wamekosoa hatua ya Urusi ya kueneza mgogoro na mzozo mkubwa zaidi. Kuibuka kwa madai haya kunatokana na taarifa za Urusi na vyombo vya ulinzi kuwa kulikuwa na shambulio la kutumia drone lililolenga makazi ya Putin kwenye eneo la Novgorod. Hata hivyo, taarifa za Marekani na mataifa ya magharibi zimesema hakuna ushahidi wa uhakika kwamba tukio hilo lilihusisha mpango wa kweli wa kumuua Putin. Ushahidi wa kimataifa uliibua mashaka juu ya madai hayo na baadhi ya viongozi wa Marekani wakasema matatizo haya hayakuwa na msingi wa kudhibitisha. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa usalama wanaonya kuwa hali hii inaweza kuwa ni mkakati wa kisiasa wa upande wa Urusi kutetea msimamo wake katika mgogoro wa Ukraine na kukataa mipango ya kisiasa ya kuleta amani. Wanalenga kutumia madai ya jaribio la kifo cha Putin kama sababu ya kuongeza mshikamano wa ndani na kushinikiza kuendelezwa kwa serikali za kijeshi. Hadi sasa, hakuna udhibitisho huru wa kisayansi au wa kitaifa unaodhibitisha kwamba Putin amelengwa au kulikuwa na jaribio la kufanikiwa la kumuua. Madai hayo wakati mwingine yanatolewa na serikali ya Urusi na yanaonekana kusambazwa katika muktadha wa siasa za vita na propaganda. Wanasiasa wa magharibi wanasema ushahidi uliopo hauendani na madai ya shambulio la moja kwa moja lililokusudiwa kumuua Putin.